Uanzishwaji wa bustani ya wanyamapori katika hifadhi ya msitu wa Jambiani Muyuni ni hatua muhimu na nzuri itakayofungua fursa mpya na vivutio vya watalii visiwani Zanzibar. Ni matayarisho ya uanzishwaji wa bustani ya wanyamapori katika hifadhi ya msitu wa Jambiani Muyuni, mkoa wa Kusini Unguja, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar wamekutana pamoja baada ya maombi ya wananchi wa mkoa huo katika tamasha la Kizimkazi la mwaka 2024. Nao baadhi ya viongozi mbalimbali waliohudhuria katika ziara hiyo wanaelezea lengo na dhamira ya kuanzishwa kwa bustani hiyo visiwani Zanzibar. Ujio wetu hapa sisi ambayo ni bodi ya TAWA, tumekuja kuona eneo ambalo tumeliomba kwa ajili ya kuanzisha Zanzibar Wildlife Park. Sasa nataka nitoe ufafanuzi kati ya zoo na park. Zoo ni sehemu ambazo wanyama wanawekwa kwenye cages. Hapa wanyama watakuwa wanatembea freely, yani watakuwa wanatembea huru kama walivyo kule porini. Na hata jinsi ya kuwaona tutakuwa tunafanya game drive au kuendesha kuwafuata katika maeneo waliopo. Kwa hiyo tunaanzisha Zanzibar Wildlife Park ambayo itakuwa ni moja ya kivutio cha utalii hapa visiwani Zanzibar. Ni furaha kwetu na heshima kubwa kwamba TAWA tumeweza kupewa kipaumbele katika kutekeleza hili. Tunashukuru sana. Sisi tumejipanga. Kwanza, TAWA imesheheni wataalam wa mambo ya wanyamapori, kuanzia baadhi ya wajumbe wake wa board. Tuna maprofesa pale wa wanyamapori pamoja na wafanyakazi na wa management yote. Watu wamesheheni uwezo mkubwa wa mambo ya wanyamapori. Pili, sisi ndio katika utaratibu wa serikali yetu ya upande wa wanyamapori, sisi ndio tuna ruhusa ya kuweza kuvuna wanyamapori na kuweza kuhamisha wanyamapori kuwapeleka katika sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi ndio watu ambao tunahitajika haswa, ama tuna uwezo haswa wa kufanya hii kazi. Hilo la kwanza. La pili, kama mlivyoona kwamba ni muda mfupi tu, lakini tumeweza kutengeneza hata mfano wa jinsi ambavyo utakavyokuwa, na vile vile tumejitayarisha kifedha kuweza kutimiza wajibu wetu huu. Ipo sababu kama tatu. Sababu ya kwanza kubwa ni utulivu na umakini wa viongozi wetu. Viongozi wetu ambao wanatuongoza nchi yetu wamefanya nchi yetu imekuwa ya amani, na hiyo amani ndio imefanya watalii waweze kuja. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba ni kwa sababu ya umakini wa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Samia na Mheshimiwa Rais Mwinyi, kwa kuleta amani ambayo imeweza kufanyika kwamba watu waweze kufanya biashara. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba kama unafahamu, ni mara mbili tumeleta wanyama kwenye sherehe za Kizimkazi. Katika zile sherehe za Kizimkazi, kilio kikubwa kilikuwa kwa nini tunawarudisha. Yani ilikuwa baada zile sherehe tunawarudisha. Sasa kwa nini tunawarudisha? Sasa tumesema sasa hatuwarudishi. Na sio tu hatuwarudishi, tunaongeza aina mbali ya wanyama ambao hamkuwaona pale Kizimkazi. Kutakuwa wanyama wa aina nyingi sana. Tutaleta mpaka wale sokwemtu, chimpanzee watakuweko hapa. Tutaleta wanyama wa aina mbali ambao hawakuwepo tangu wakati huo. Kuna wanyama ambao wale ambao hawana madhara kwa binadamu.
kuna twiga, kuna wanyama wengi. Wale watakuwa huru, na wale ni wale ambao wanakula majani. Lakini wale ambao wanakula nyama kama vile simba, chui, wao watakuwa wamewekwa kwenye sio cage, kwenye uzio. Watakuwa wamewekwa kwenye uzio ambao utakuwa ni uzio mkubwa kiasi ambacho utakuwa na uwezo wa kutembea. Uzio utakuwa sio chini ya mita 100 kwa 70 hivi, ambao watakuwa na uwezo wa kutembea ndani kama walivyo huko porini. Tunaamini kwamba ujio wa TAWA kwa mkoa wa Kusini unakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana ya uwekezaji na utalii. Sisi mkoa wa Kusini ndio wachache, ndio mkoa wenye watu wachache kwa Zanzibar nzima. Tuko 195 kwa sensa 2022. Lakini tuna utajiri wa taifa. Hifadhi kuu ya taifa ipo Kusini, Jozani. Tuna utajiri wa ardhi. Zanzibar ina ardhi ya square kilomita 2650. Kati ya hizo 814 ziko mkoa wa Kusini. Tukiacha hifadhi kuu, tuna hifadhi 4 ndogo za serikali ambazo wanasimamia ndugu zetu hao. Lakini tuna hifadhi za jamii KOFMA karibu 30. Yaani ile misitu ya jamii midogo midogo. Kwa hiyo mahali mnapokwenda kutaka kuwekeza ni mahali sahihi na patakapotusaidia kusustain ule msitu wa serikali wa Jambiani Muyuni na kufanya uwe kweli ni msitu wa hifadhi. Dhamira kubwa ya kuja kwao hapa Zanzibar ni mradi mkubwa wa aina yake utakaoongeza vivutio vya utalii Zanzibar. Kutakuwa na zoo kubwa sana ambalo kulingana na maelezo yao litakuwa la kwanza la aina yake kwa upande wetu wa Afrika hii. Tayari kabla ya kuja bodi walikuja watendaji, tukawatembeza katika maeneo ambayo mradi huu utatekelezwa. Na niseme tu kwamba ile hamu yao na eneo walipolikuta ni zaidi ya yale ambayo walitarajia. Na kwa upande wetu sisi, kwa sababu ujio wa mradi huu una dhamira nyingi, mojawapo ni hifadhi ya misitu, basi tukawataka mbali ya eneo ambalo watatumia kwa shughuli zao, basi watanue na lile eneo lilobakia ili tuweze kuhifadhi msitu wetu huu. Sisi kwetu ni fursa, na fursa hii itatanua mambo mengi. Moja, ajira kwa vijana. Pili, kuongeza vivutio vya utalii kwa Zanzibar. Na maana yake ni kwamba watalii watakuwa na siku za ziada za kukaa. Na ukitafsiri maneno hayo ni kwamba sasa kutakuwa na ongezeko la kipato kupitia utalii. Lakini tunaamini kwamba na jamii za jirani ya eneo hili la msitu wa Mtende watafaidika na shughuli ambazo watazifanya karibu ya ile eneo. Hizi fursa tunaamini zitasaidia sana jamii za maeneo yale. Ya mradi huu kutakuwa na wanyama kutoka bara na wanyama wale wa Zanzibar ambao tunao. Tumesisitiza kwamba na wale wa Zanzibar wawepo, kwa sababu mtalii ya Zanzibar apate kuona na wale ambao wako Zanzibar. Swala la kuleta wanyama kutoka bara, hilo ni la lazima, niseme hivyo, kwa sababu hili zoo litakuwa na wanyama wengi zaidi kutoka bara kuliko wa Zanzibar. Na taratibu za uletaji zipo hata hivi sasa hivi. Ukiangalia baadhi ya mazuu ambayo yako hapa Unguja tayari yana wanyama. Kwa utaratibu wa kuleta wanyama tunao na unafuata kila siku. Sasa sisi hatuna wasiwasi na hilo, kwa sababu tayari wataalamu wapo, taratibu zipo, na hii haitakuwa mara ya mwanzo kwa sisi kuleta wanyama kutoka bara. Ingawa kwa mnasaba wa serikali itakuwa ni swala la mara ya mwanzo. Bustani ya Jambiani Muyuni itakuwa kivutio cha pekee cha utalii wa asili na kuongeza idadi ya vivutio vipya vya utalii katika mkoa wa Kusini Unguja kutoka 19 hadi 20. Mimi ni Mariam Saidi, Leaders TV. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.